Na taarifa ya utangulizi mtazamaji ni kutoka kwa tume ya IEBC ambapo inatangaza kwamba kamishna wa tume hiyo ambaye ni Marjan ametangaza kujiuzulu kutoka tume ya mipaka na uchaguzi nchini IEBC. Mtazamaji, bila shaka hiyo ni barua ambayo tumeipata muda si mrefu, na mwenzangu ambaye ni Duncan Hemba anazidi kuifuatizia taarifa hiyo, ambaye kwa sasa naungana naye moja kwa moja mbashara, ukipenda atujuze kwa kina zaidi. Hemba, hebu tufahamishe, je, Marjan anasema kwamba sababu zake za kujiuzulu ni zipi hasa? Naam, Nicholas Wambua, hivi sasa dakika mbili hivi zilizopita tumeweza kukabidhiwa barua hii ambayo ni imeandikwa na mwenyekiti Erastus Edung Ethekon ambaye yungali ndani katika afisi yake na kamishna mmoja, na dakika chache zilizopita tulikuwa tumepata taarifa nyingine ambayo tulikuwa tushatoa, ambayo ilikuwa imetumwa na afisa mkuu mtendaji Hussein Marjan Hussein. Hadi sasa tumefahamishwa kwamba afisa mmoja katika taasisi hii ya IEBC ambaye ameweza kutukabidhi barua hii ama ujumbe huu, ameweza kutueleza kwamba hii ndio taarifa rasmi ya mwenyekiti wa IEBC ambaye hataweza kuhutubia vyombo vya habari, na hivyo basi ameweza kutueleza kwamba ni taarifa ambayo tutaweza kutumia, lakini tu kukueleza kwa kifupi yale ambayo yalikuwa yamejiri ni kwamba tumekuwa hapa tangu mida ya saa 9 za mchana, na kile ambacho tumeshuhudia na kufahamika ni kwamba kulikuwa na mkutano wa dharura ambao ni mkutano wa siku ya pili. Manake jana alasiri vile vile kulikuwa na mkutano mwingine wa dharura, na hii leo kumekuwa na mkutano mwingine. Dakika 23 baada ya saa 11 jioni, kamishna wa kwanza Francis Oduol aliweza kuondoka hapa na kuingia katika afisi yake, kisha akaondoka saa 11 dakika 36. Baadaye kamishna mwingine Bi Ann Derito vile vile aliweza kuondoka. Kamishna Hassan Nur Hassan pia aliweza kuingia na akarejea tena katika mkutano wa afisi ambako mwenyekiti yuko, na akaondoka. Lakini alipoondoka baadaye, baada ya dakika 20 hivi, tuliweza kumuuliza kuhusiana na mkutano, akatueleza kwamba mkutano upi, mikutano kufanyika hapa ni hali ya kawaida, akaondoka. Lakini baada tu kuondoka, kamishna Sorobit aliweza kutoka akiwa amefuata nyuma na afisa mkuu mtendaji Hussein Marjan, ambaye tulimuuliza, je, kuhusiana na barua ambayo tunaelezwa kwamba wamekuwa wakizozania ama wakirushania nipe nikupe na mwenyekiti, akatueleza kwamba hana ufahamu kuhusu barua yote na hatazungumza na vyombo vya habari, kisha akaondoka. Lakini sasa baadaye tukaendelea kupiga kambi hapa, manake tulikuwa tunamsubiri kamishna wa mwisho Alutalala Mkhwana aweze kutoka, na vile vile mwenyekiti ambao hadi sasa hawajeza kutoka. Naibu mwenyekiti wa IEBC Fahima Arafat hayuko, hajakuwa afisini kwa muda wa wiki 2 zilizopita. Kwa hivyo ni makamishna 6 kwa jumla waliokuwa wamekutana katika mkutano huo wa dharura wa siku ya pili. Wambua, pengine tu kukufahamisha ni kwamba kuna kongamano ama warsha ya IEBC inaendelea katika eneo la Naivasha, hoteli ya Sawela, na hapo jana makamishna 5 walikuwa wamefika pale, lakini wakaitwa ghafla. Kwa hivyo wakarejea Nairobi kuhusiana na vuta ni kuvuta iliyokuwa imeanza kujiri baina ya afisa mkuu mtendaji na mwenyekiti vile vile, na ndiposa waliweza kukaa na kukata kauli kwamba itabidi afisa mkuu mtendaji Hussein Marjan aweze kubanduka. Na hii leo alasiri vile vile wamekuwa na mkutano mwingine, na ndiposa tukafika hapa, na yote hayo tumeweza kunakili tukiona wakitoka. Kwa hivyo ni wawili tu, mwenyekiti na kamishna mmoja ambao wamesalia. Mambo ni mengi ambayo yako katika jumba hili, lakini itafahamika kwamba kikosi ambacho kimeingia ni kipya, kikosi ambacho ni nguvu mpya, na huenda yote haya ni katika ile hali ya kusafisha hapa na pale kwa min ajili ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Utakumbuka kwamba juma lililopita ama siku chache zilizopita, muungano wa upinzani uliweza kufika hapa na kutoa shinikizo kwamba afisa mkuu mtendaji aweze kuondoka, kampuni ya Smartmatic kutoka Venezuela ambayo inatoa teknolojia masuala ya uchaguzi iweze kuondolewa. Lakini hii leo sasa, baada ya hapo, tukaelezwa kwamba afisa mkuu mtendaji ilikuwa tu ni lazima abanduke, manake kandarasi yake inafikia kikomo mwaka ujao mwezi Machi. Na hivyo basi kamishna walikuwa wamejaribu kuanza kuzungumza naye,
waweze kuona je wataondoka vipi ili kutoa nafasi kwa kikosi kipi ambacho kimeingia afisini kianze kupanga taratibu zake. Lakini yote hayo mengi zaidi ni katika taarifa za baadaye, lakini cha kuthibitisha ni kwamba na vile vile nilikuwa nimekueleza kwamba baada licha ya afisa mkuu mtendaji Marjan Hussein Marjan kutueleza kwamba hana ufahamu kuhusiana na barua yoyote na haizi zungumza na vyombo vya habari, taarifa kutoka afisi yake ya kuwaaga wenzake imeweza kutolewa. Lakini dakika chache sasa tuna hii ambayo utaita fresh kabisa, ambayo imeweza kutoka kwenye printer na tukakabidhiwa hapa, nikidhani pengine ni nakala ya kwanza kabisa ambayo tumepewa, kisha wengine wakaondoka, kumaanisha kwamba mambo ni mengi. Na mtazamaji pamoja na mwenzangu ni kwamba bado mwenyekiti yuko ndani, amesema hii ndio taarifa yake, hatazungumza nasi, na bila shaka ni mengi, labda hapo kesho mengi zaidi yatakuwa nawekwa paruanja. Lakini kwa muktasari ni kwamba Marjan Hussein Marjan sawa na watangulizi wake James Oswago, Ezra Chiloba vile vile ameweza kuondoka hapa katika hali ambayo tutajua iwapo ni ashwari ama vile vile ni hali yenye utata mkubwa. Kwa hivyo Nick Wambua, nafikiri itabidi tukwamishe hapa ili tuweze kufunganya kutoka hapa, tukanyage aste upande wa pili wa jiji, kisha tuweze kuandaa mawili matatu katika taarifa zetu za saa 3. Mwenzangu studio.